Sheria ya Uislamu imekuja kuhifadhi mambo haya. Yoyote yule ambaye kwenda kinyume na sheria hii na akayavunja na kwenda kinyume na mambo haya ambayo Uislamu umekuja kuyahifadhi na kuyalinda, basi atambue kwamba atakuwa ni mwenye kuishi maisha yaliyokuwa yenye dhiki, sio hapa duniani wala akhera. Atakuwa na maisha mabaya mno mtu huyo. Kwa hakika Uislamu ni dini ambayo iliyokamilika na ukamilifu katika kila sehemu. Ndugu zangu katika imani, Uislamu umeelekeza vizuri mambo yake yote, sio mambo ambayo anayoishi nayo mwanadamu katika kila siku, sio mambo ambayo mwanadamu atakayokuja kukutana nayo katika kaburi, sio mambo ambayo mwanadamu atakayokuja kukutana nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu umeamrisha hifdhuddin, kuhifadhi dini ya Uislamu. Allah akasema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini ya kweli, dini iliyokuwa ni ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni al-Islam, ni Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ili amtambue mja wake kwamba yeye ana dini na yeye anamwabudu ipasavyo ni pale ambapo atakapokuwa ameshikamana na Uislamu. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kwamba tuwe ni Uislamu, na dini yake Allah subhanahu wa ta'ala imekuja kulinda mambo matano, na katika mambo haya matano ni hifdhuddin, ni kuhifadhi dini. Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza katika Qur'ani ndani ya sura hiyo hiyo Ali Imran, akasema waman yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kushikamana na dini isiyokuwa ya Uislamu, akashikamana na dini nyingine ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hazitambui, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hazijui, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala hakuziamrisha, fala yuqbala minhu, mtu huyu atakuwa kwamba hatakuwa ni mwenye kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kuzungumza wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeye akhira atakuwa ni katika wale ambao waliopata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kuhifadhi dini ni jambo ambalo ni muhimu sana. Ndugu zangu katika imani, kuhifadhi dini, dini yetu ya Uislamu ni dini ambayo iliyokuwa imekamilika, haihitaji nyongeza. Ni dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha ipasavyo, na Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, siku hii ya leo kwa hakika nimekamilisha dini yenu na nimetimiza neema yangu juu yenu. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika dini ya Uislamu ni dini tukufu mno, ni dini ambayo Waislamu inabidi wailinde kwa jinsi inavyotakikana ilindwe dini hii. Usije ukaja ukatetereshwa na yoyote yule akakwambia uachane na dini yako ya Uislamu. Ima kile ambacho kinachokutoa katika dini yako ya Uislamu ni mitihani katika mitihani ya kidunia. Umepatwa na janga kidogo ukaenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, umepatwa na jambo kidogo ukaenda kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ukaachana na msingi sahihi ambao ni wa Uislamu. Ndugu zangu katika imani, utambue kwamba itakuwa ni hasara iliyokuwa ni kubwa. Hifdhuddin, kuhifadhi dini, ni jambo ambalo ni tukufu mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.